Kampuni ya Vodacom Tanzania PLC imesaini hati ya makubaliano ya ushirikiano MOU na Tume ya Maendeleo ya Ushirika TCDC yenye lengo la kuimarisha matumizi ya teknolojia ya kidijitali katika vyama vya ushirika nchini kupitia jukwaa la M-Kulima. Makubaliano hayo yanalenga kuongeza ufanisi, wazi na ujumuishwaji wa kifedha ndani ya vyama vya ushirika kwa kuwezesha usajili wa kidijitali wa vyama na wanachama wake, pamoja na kupanua upatikanaji wa huduma za kifedha na kidijitali kwa wakulima na wanachama wa vyama nchini. Kama sehemu ya utekelezaji wa makubaliano hayo, Vodacom Tanzania imekabidhi kompyuta mpakato 35 kwa TCDC ili kusaidia kurahisisha shughuli za kidijitali na kuimarisha uwezo wa taasisi hiyo katika kutekeleza majukumu yake. Akizungumza katika hafla ya utiaji saini, mkurugenzi wa Vodacom Business Nguvu Kamando amesema mpango huo unaonyesha dhamira ya Vodacom kutumia teknolojia kuleta mabadiliko chanya katika jamii na kuchangia maendeleo ya kijamii na kiuchumi nchini. Vyama vya ushirika ni ajenda mtambuka kwa sababu sio tu tuna vipa kipaumbele kwa sababu ni vyama vya ushirika, la hasha, ni kwa sababu vinaingia pia kwenye ile ajenda yetu kubwa ya kuboresha maisha ya Tanzania, hususan kwenye kilimo na mazao au vitu ambavyo vinahusiana na ushirika. Kwenye kilimo sisi tumejikita sana kupitia platform yetu ya M-Kulima, au wengine wanaita M-Kulima, lakini ni M-Kulima ambayo sio tu inawaunganisha wakulima pamoja, lakini pia inatoa suluhisho kwenye yale matatizo au changamoto ambazo wakulima wa Kitanzania wamekuwa wakiyapata. M-Kulima sio tu imeunganisha wakulima zaidi ya 3.2 la hasha, inatoa suluhisho kwenye mikopo, inatoa suluhisho kwenye mikopo ya pembejeo na kadhalika, lakini pia imekuwa ni suluhisho zuri sana kwenye upande wa malipo. Mkulima hahitaji sasa kuwa na bodyguard, kuwa na mabouncer ili awe na ulinzi wa kutosha atapopokea mamilioni yake, kama ni ya korosho, ya mbaazi, ya pamba na kadhalika. Lakini M-Kulima inaweza kufanya malipo yawe rahisi kabisa na kumwezesha mkulima akatabasamu kwa kupokea tu kale ka message kwamba pesa yako ya mazao fulani imeingia. Lakini ikiwa hiyo haitoshi, ukiwa ndani ya M-Kulima una uwezo sasa wa kuwa wa kupata fursa ya mambo mengine kama ya mikopo, kwa sababu sasa tuna uwezo wa kujua kwamba mwaka jana uliuza shilingi ngapi, mwaka huu uliuza shilingi ngapi. Hivi ninavyoongea M-Kulima imeshafanya transactions zisizopungua bilioni 88 kwa wakulima ambao wako chini ya vyama vya ushirika. Kwa upande wake, msajili wa vyama vya ushirika na afisa mtendaji mkuu wa TCDC Dr. Benson Diege ameukaribisha ushirikiano huo, akisisitiza kuwa mabadiliko ya kidijitali ni muhimu katika kuimarisha utendaji wa vyama vya ushirika na kuboresha huduma kwa wanachama. Huo kama mlivyosema, ameshataja bwana Nguvu kwamba tutapokea baadhi ya vifaa kuonyesha kwamba tumeanza kutekeleza, tuna sign na hapo tunaanza kutekeleza makubaliano ambayo yapo ndani ya MOU ya kwetu. Lakini kwa hili ambalo limetuleta hapa, kwanza mimi nichukue nafasi hii kuwapongeza sana Vodacom, lakini pamoja na makampuni mengine ya simu kwa kuamua kuingia kwenye tunasema mobile money, kwa sababu kwa taarifa zile za Finscope zinaonyesha kabisa kwamba nyie mmeweza kuongeza sana financial inclusion ndani ya nchi kabisa. Na unasema sasa hivi tumekwenda mpaka karibu 86%, lakini sehemu kubwa ni kupitia mobile money. Na sasa mmeona umuhimu kabisa kwamba Watanzania wengi wapo kwenye maeneo gani ambayo ni maeneo yale ya kilimo. Lakini mimi nilikuwa najaribu kutafakari
kwenye hii mobile money. Nilikuwa najaribu kutafakari. Nikiangalia mimi nina marafiki na ndugu ambao wako kijijini kabisa kule, na karibu kila siku either wananitumia hela au mimi nawatumia hela. Yaani hii cash ya kulipana cash kama vile ninaanza kuisahau. Na inaonekana Watanzania wengi kule walipo tayari huduma hii inafanyika vizuri kabisa. Yaani mmefika kabisa vijijini, mmefika maeneo ambayo watu zamani walikuwa wanafikiria kwamba sasa itafikaje fedha kule, ataitoaje, atafanya nini. Hivi vitu vimerahisishwa na vinakwenda vizuri sana. Na nyie Vodacom kwa kupitia mifumo yenu mmekuwa mstari wa mbele sana. Niwapongeze sana kwa kazi nzuri ambayo mnaifanya. Na ninafurahi sana kwamba mmeona sasa kwamba twende tukawahudumia Watanzania. Asilimia zaidi ya 70 ya Watanzania ni wakulima. Wakulima unaweza kuwa unaongelea wakulima wa mazao ya kilimo, lakini ndio hao wakulima ambao wanafanya mifugo, ndio hao wakulima ambao wanafanya uvuvi na shughuli zingine ndogo ndogo ambazo zinahusiana na kilimo. Kwa hiyo mimi nashukuru kwa sababu mmeona kwamba sasa twende kwenye hayo maeneo. Nakumbuka miaka 3 iliyopita tulikuwa tunafanya kama majaribio kwenye baadhi ya mazao, na kwa kweli niseme mmefanya vizuri sana. Hongereni sana. Wakulima wetu wamepata malipo yao kwa wakati, kwa urahisi, na kwa kweli sijasikia changamoto yoyote ambayo imehusiana na huo utaratibu ambao tulifanya. Kupitia mfumo wa M-Kulima, vyama vya ushirika vitapata huduma mbalimbali ikiwemo usajili wa wanachama, malipo ya kidijitali, huduma za akiba na mikopo, pamoja na bima na uwekezaji, ambapo mfumo huo pia unalenga kuongeza uwazi, ufanisi na kuwawezesha wakulima kutunza kumbukumbu za kidijitali zinazowaunganisha na uchumi rasmi. Hadi sasa M-Kulima imesajili zaidi ya wakulima milioni 3.2 na kuchakata malipo yenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 88 kwa zaidi ya wakulima 325,000, jambo linaloonyesha ukuaji wake katika sekta ya kilimo nchini.